Sasa kwenye shule za msingi na shule za awali, usajili au uandikishaji niliokwisha kupata taarifa, kwa maana ya shule ya awali 1018 kama 257, lakini shule ya darasa la kwanza ni kama 20,000 kitu kama na 837 hivi. Sasa nitoe wito pia kwa wazazi, kwa sababu uandikishaji huu maana yake ni kwamba ndicho tunachokitarajia kitokee kwenye mapokezi, na tarehe za kufungua shule zimekwisha kuainishwa. Kwa hiyo ni wasihi wazazi wawalete wanafunzi shuleni, kwa sababu pati ya serikali imekwisha kukamilika, miundombinu ipo, walimu wapo. Kwa hiyo imebaki sasa pati ya wazazi kuleta wanafunzi, na niwatake pia maafisa elimu kata, lakini pia na watendaji muhakikishe jambo hilo linaenda kutokea, kwa sababu serikali imeshafanya uwekezaji kwa upande wake. Kwa hiyo baki ni kuwahimiza wazazi waje kuwaleta watoto. Tusione muhali wa kuwachukulia hatua wazazi ambao hawatakuwa tayari kuwaleta watoto shule, kwa sababu kusoma ni haki ya mtoto na mzazi ana wajibu huo wa kuhakikisha mtoto wake anasoma, na serikali imeshamaliza wajibu wake. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ni kusisitize, lakini pia wakuu wa wilaya wengine wote katika mkoa wetu wakalisimamia hili, na kila mwenye dhamana katika sekta hii ya elimu waifanye kazi hiyo bila kuchoka, ili jitihada hizi za serikali zisipotee bure. Na nitoe sasa wito kwa wanafunzi wote waliopangiwa shule za sekondari kidato cha kwanza mkoa wa Ruvuma, lakini wale ambao tumeandikisha shule za awali na darasa la kwanza, nitoe wito kwamba wazazi watusaidie kuwaleta watoto tarehe 13 shuleni. Mkoa umejiandaa na walimu wote wako tayari kuanza kufundisha tarehe 13. Ile kasumba ya kusema tarehe 13 au siku ya kufungua shule ni siku ya kufanya usafi na watoto wanaacha kuja mpaka baada ya wiki mbili, ninaomba hilo jambo tuachane nalo, kwa sababu mpango wa mkoa ni masomo kuanza mara moja tarehe 13. Lakini pia niwaombe wazazi kutuletea watoto wa darasa la awali mapema iwezekanavyo. Wale walioandikishwa na ambao hawajaandikishwa tuko tayari kuwapokea tarehe 13.